Leo ni ile siku napatia kuku wangu antibiotic plus the multivitamin ambayo niliwachukulia jana. Usingoje kuku wako wagonjeke kiasi ya kuwa hata wakipata dawa wanakufa. Wewe kuwa na mtindo wako wa kipekee, kwa kuwa after some time nitakuwa nawapatia kuku wangu dawa hata kama hawajagonjeka, sababu magonjwa ya kuku saa nyingine yapo kwa mwili wao lakini yamejificha. Hasa kitambo ujue kuku ni mgonjwa ni ngumu, sababu unaona kila siku ni mzima. So kuwa na mtindo wa kila baada ya wiki moja unawapatia chanjo, kila baada ya wiki unawapatia chanjo. Kwa hivyo kwa mwezi tuseme roughly unawapatia dawa kwa wiki 2. Kwa hivyo unapatia wiki ya kwanza, wiki ya pili unaruka, unapatia wiki the other following week. Na katika poultry farming yako utaona kila kitu kinaenda fresh na ni ngumu kuona kwanza magonjwa. Sasa kwanza ukichanganya multivitamin alafu na ukichanganya multivitamin na antibiotic, a very good way to go. Maana kuku ukimpatia multivitamin na antibiotic kwanza, kinga ya mwili inastahimili. Unapata una kinga ya mwili iko sawa. Unapata maana next time magonjwa kumpata ni ngumu. Unielewa? Alafu sana mzingatie maji masafi, alafu vyombo vya chakula na vyombo vya maji ziwe ni safi always. Sababu unaweza kuwa unapatia dawa lakini at the end of the day vyombo vya maji na vyombo vya chakula ni vichafu. So you are doing zero work. Ni kama unaondoa sufuri unaweka sufuri. So ukizingatia mambo ya usafi wa vyombo vya maji, vyombo vya chakula, alafu unazingatia kuwapatia antibiotic and multivitamin, utakuwa umepiga 100% sure ya kuwa yani sasa inafanya kazi bila hasara. Sababu kazi bila hasara ni kujipanga ili kesho unachofuga kila kuku unayemfuga kuanzia mwezi wa kwanza mpaka miezi 5 huo umeaccomplish your dreams. So mazee, moral na tufuge kuku kwa wingi, sababu kuku ni pesa. Thank you.